unaweza, unaweza, Bwana unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, 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 Bwana unaweza, hakuna kama wewe, unaweza.
Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pale pakaitwa ni madhabahu. Mahali pale pakaitwa ni madhabahu. Kwa hiyo unaweza kupata maana nyingine, madhabahu ni mahali ambapo Mungu na mwanadamu pia wanakutana. Na unaweza ukafanya na shughuli nyingine, ukamtolea sadaka. Bwana asifiwe. Hiyo ni madhabahu. Lakini maana ya pili ni mahali pa mbadilishano. Ni mahali pa mbadilishano, au kwa Kiluya transaction, kati ya vitu vya rohoni na mwilini ambapo vinafanyika. Bwana asifiwe. Ni mahali pa mbadilishano, transaction, kati ya vitu vya mwilini na rohoni hufanyika. Hiyo ni madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sara aliyekuwa hana mtoto, alipokuwa katika madhabahu alipata mtoto. Bwana asifiwe sana. Yakobo walivyokutana na Mungu, akasema hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12, walipokutana na Yesu, damu ilitoka kwa miaka 12. Walivyokutana na Yesu, damu ikakoma. Bwana Yesu asifiwe. Akapokea uponyaji. Madhabahuni ni mahali ambapo kuna mbadilishano unafanyika kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe. Maana ndipo ambapo unakutana na Mungu aliye hai, ambaye anamiliki vitu vyote vilivyoujaza ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kusogea mbele za Mungu ukiwa na magonjwa ukatoka na afya. Unaweza ukasogea mbele ya madhabahu ukiwa hauna amani ukapokea amani. Unaweza ukasogea mbele za Mungu ukiwa ni tasa ukapokea mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasogea madhabahuni pa Bwana ukiwa hauna kazi, anakupatia kazi. Unaweza kusogea mbele za Bwana ukiwa mwenye kudharauliwa, anakuheshimisha. Na ndiyo maana anasema kwamba yeye huwainua wanyonge kutoka mavumbini, huwaketisha na wakuu. Hawainui mahali pengine, anawainua mahali pa madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema tena nguvu ya madhabahu. Sema tena nguvu ya madhabahu. Kwa hiyo usije ukafanya mchezo unapoisogelea madhabahu ya Mungu aliye hai. Usifanye mchezo unapoisogelea madhabahu. Wakati mwingine waga na shangaa, mtu anaingia katika madhabahu, anaingia kwa ibada, lakini huko anachati, lakini huko anafinyana, lakini huko anacheka, anafikiri ni kitu cha masiala. Mahali pa madhabahu ni mahali pa kushushwa, ni mahali pa kuinuliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kongamano hili kuna watu wanakwenda kuandika anwani zao mpya. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tumekuja mbele za Bwana. Na ndio maana nakwambia kwamba hauwezi ukatoka kama ulivyoingia katika hili kongamano. Labda uwe umekuja na issue nyingine, lakini kama umekuja kwa ajili ya kumtafuta Mungu, uwe na uhakika hautatoka kama ulivyoingia. Washindi wapigie Bwana Yesu kelele. Dunia unayoiona, wale ambao wana majina makuu ambayo unayasikia, ambayo unaweza ukayataja, yale majina ambayo yakitajwa yanajulikana, hayo majina yameinuliwa katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo majina yameinuliwa katika nini? Katika madhabahu. Yawe ni majina yanasifika kwa ubaya, basi kuna madhabahu ambayo ilimuinua. Iwe ni katika uzima au katika nuru au katika mema, basi ujue kuna madhabahu ambayo ilimuinua. Hawakufanya makosa walipoisogelea madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ogopa sana kufanya masiara katikati ya madhabahu. Wengine wamekuwa vijana, wengine wamekuwa akiokota makopo, walichezea madhabahu ya Mungu. Anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Anawapa kibali, anawapa ruksa, anawapa option, wapate kuchagua ni nani ambaye wanataka kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na madhabahu ziko za aina mbili. Madhabahu ziko za aina mbili. Kuna madhabahu ya giza na kuna madhabahu ya nuru, au madhabahu ya Mungu.
Kuna madhabahu za giza, lakini pia kuna madhabahu ya Mungu. Bwana asifiwe. Mifano ya madhabahu ya nuru. Mifano ya madhabahu ya nuru tunaiona ya kwanza katika Eden. Katika Eden ilikuwa ni madhabahu, mahali ambapo Mungu alikuwa anakutana na Adam. Bwana asifiwe. Lakini mfano wa pili, Habili na Kaini, wote walipeleka sadaka mbele za Bwana na Mungu akakutana nao. Mmoja akakataliwa, mmoja akakubaliwa. Walikutana katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahim pia alitengenezea Bwana madhabahu. Mfano mzuri wa madhabahu ya ufalme wa nuru. Tunamwona Isaka akitengeneza madhabahu. Tunamwona Yakobo anakutana na Mungu anatengeneza madhabahu. Musa alitengeneza madhabahu. Bwana asifiwe. Kina Samueli walitengeneza madhabahu. Elia alitengeneza madhabahu. Lakini katika agano jipya la damu ya Yesu, sisi tuliookoka pia ni madhabahu. Mwili wako ni madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mimi sasa sizungumzi zaidi kwa habari ya Edeni. Nazungumza kwa habari ya madhabahu ambayo unatembea nayo mwenyewe. Nazungumza kwa habari ya madhabahu ambayo unatembea nayo. Anazungumza, anasema kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu aliye hai, na yule Roho wa Bwana anakaa ndani yenu. Haleluya. Anasema na yule Roho wa Bwana anakaa ndani yenu. Zile sheria ambazo Musa aliziandika katika zile mbao, sasa badala ya kutembea nazo katika mbao, hebu soma Ibrania ile 10:16. Ibrania 10:16. Ibrania 10:16. Ukifika nisomee haraka. Ibrania, katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na madhabahu ambayo unatembea nayo. Nazungumza na madhabahu ambayo unatembea nayo. Moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba katika agano jipya la damu ya Yesu, katika agano jipya la damu ya Yesu, anasema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika, ndipo Roho Mtakatifu anaponena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya msalaba, Roho Mtakatifu amechukua zile sheria, kwa sababu tumemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amezichukua zile sheria zilizokuwa katika agano lile la kale, zimechukuliwa zile sheria, alafu ameziweka katika vibao vya mioyo yetu, na ndipo ananena nasi kwamba hii ni dhambi acha, kwamba hapa ni pazuri, kwamba hapa hapafai. Bwana asifiwe. Ndipo ambapo ananena nasi. Na ndio maana pia lazima tutambue umuhimu wa kutembea na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na ashukuriwe Mungu, Pastor Richard tumeanza hapa na kuomba kwa habari ya Roho Mtakatifu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ufunguo, hayo ndio maisha ya Kristo. Huyo ndiye mwalimu, ndiye atutie nguvu, ndiye anayetufundisha. Anasema tena anatufundisha katika yote. Hata mahali tukifeli bado anatufundisha, anatuelekeza namna ya kuenenda, anatuelekeza namna ya kutembea, anatuelekeza hata tukikosea, anaturudisha katika madhabahu, tunatubu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye ambaye anatufundisha. Anasema ndipo anenapo. Kwa hiyo nataka tuvione baadhi ya vitu ambavyo vinajenga madhabahu, vitu ambavyo vinajenga madhabahu. Vitu vinavyojenga madhabahu, cha kwanza, Mungu wa madhabahu. Mungu wa madhabahu. Madhabahu yoyote lazima iwe na Mungu wa madhabahu. Utasoma kwa muda wako Kutoka 25, 23, sina muda kutaja kila kitu, kusoma kila kitu. Bwana asifiwe. Lakini wa pili, kitu cha pili, kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu ni vitu ambavyo vinajenga madhabahu, components. Bwana asifiwe. Kuhani wa madhabahu. Utasoma Ibrania 7:21. Ibrania 7:21. Jambo la tatu, mshirika wa madhabahu. Mshirika wa madhabahu. Kutoka 20:24. Jambo la 4 ni sadaka. Jambo la 4 ni sadaka au dhabihu. Tasoma Mwanzo 15:9. Mwanzo 15:9.
lakini Mwanzo 17:10 hadi 13, Mwanzo 15:9, Mwanzo 17:10 hadi 13. Jambo la 5, sheria ya madhabahu. Hizo ni components, ni vitu ambavyo vinaunda madhabahu. Sheria ya madhabahu. Kwa kuna watu walioinuliwa kwa sababu walifuata sheria ya madhabahu. Jambo la 6, sababu ya madhabahu. Sababu ya kuwepo madhabahu. Nini sababu ya kuwepo kwa madhabahu? Nini sababu ya kuwekwa madhabahu? Kitu cha 7, maagano. Maagano yaliyopo katika madhabahu. Mwanzo 15:18. Mwanzo 15:18. Jambo la 8, naweza ukalifuatilia kwa muda wako, ahadi. Ahadi. Bwana asifiwe. Ahadi. Mwanzo 12. Mwanzo 12:2 hadi 3. Mwanzo 12:2 hadi 3 na ile 7. Ahadi. Kuna agano alafu kuna ahadi. Katika madhabahu kuna agano linafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Halafu katika lile agano kuna ahadi ambazo zinawekwa, kwamba sisi tutakuja hapa, tutakuabudu, tutakutumikia na tutakutolea na sadaka zetu. Bwana asifiwe. Mungu anasikia, na ndio maana hata tulivyotangaza kwamba tarehe 14 na tarehe 15 tutakuwa na kongamano la maombi mahali Dodoma. Bwana asifiwe. Uwe na uhakika ile ni madhabahu umekwisha kuijenga, mmeagana na Mungu. Hapo kuna agano, lakini pia kuna ahadi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo vitu ambavyo vinajenga madhabahu. Sasa hivi vitu vina nguvu kubwa sana kuendesha maisha ya mtu, iwe ni katika upande mbaya au katika upande mzuri, katika upande wa giza au katika upande wa nuru. Vina nguvu sana kupata kuendesha maisha ya mtu, na maisha ya mtu yanakontroliwa. Maisha ya mtu yanaendeshwa katika madhabahu. Maisha ya mtu yanaendeshwa katika nini? Katika madhabahu. Kama huku upo na huku upo, basi ujue ushapigwa siku nyingi sana. Bwana asifiwe. Vijana sasa wanasema umepigwa na kitu kizito. Sema na kitu kizito. Bwana asifiwe. Yaani kama huku upo na huku upo, ujue wewe haupo yani. Huku upo, kwenye giza upo na kwenye nuru upo, ujue wewe ushatapikwa. Ndivyo neno linavyosema. Yaani ulishafutwa, hauhesabiki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhabahu huwa zinazidiana nguvu. Tumeiona kuna madhabahu ya nuru, alafu kuna madhabahu ya giza. Madhabahu huwa zinazidiana nguvu. Madhabahu huwa zinazidiana nguvu. Lakini kuzidiana nguvu hivi, madhabahu ya nuru ina nguvu kuliko madhabahu zote. Madhabahu ya nuru ina nguvu kuliko madhabahu zote. Sasa swali, tunarudi kama vile tu Habakuki alivyokuwa analalamika, Mungu, kwa nini watu wabaya wanafanikiwa alafu watu wema hawafanikiwi? Bwana asifiwe. Alafu Mungu anasema, Habakuki tulia. Makosa yanafanyikia wapi? Makosa yanafanyika madhabahuni. Makosa yanafanyika madhabahuni. Shida inatokea madhabahuni. Mistake zinafanyika madhabahuni. Na ndio maana unaweza ukaona kama mbona sasa wanaotumikia ufalme wa giza ni kama vile kuna kufanikiwa. Anafuata masharti, anafuata kanuni, anafuata taratibu, anafuata maagano na anatimiza, anafuata ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaminifu kwenye madhabahu yake, lazima imfanikishe. Lakini hukumu iko pale pale. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu wetu sio kwamba haina nguvu. Madhabahu ya Mungu wetu ina nguvu kupita madhabahu ya ufalme wa giza. Na mchana wa leo nataka nikupe sababu 4 tu kudhihirisha kwamba upande wa kwetu madhabahu yetu ina nguvu kuliko madhabahu ya ufalme wa giza. Madhabahu ya Mungu aliye hai ina nguvu kuliko madhabahu ya miungu. Wapo wanaoitumikia miungu hapa? Wapo wanaoitumikia miungu hapa?
Najua katekista anasinzia, alikuwa anataka kunyosha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini tuseme madhabahu ya Mungu wetu ina nguvu kuliko madhabahu nyingine? Jambo la kwanza, Mungu wa madhabahu ya nuru ni mkuu na mwenye uwezo kuliko miungu yote. Mungu wa madhabahu ya nuru ni mkuu na mwenye uwezo kuliko miungu yote. Angalia Kumbukumbu la Torati 10:17. 10:17 Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 10:17. Anasema, kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Naomba tusome wote. 1, 2, 3. Kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Amtoi sauti. Kumbe hatupo pamoja. 1, 2, 3 tunasoma Kumbukumbu la Torati 10:17. Kumbe watu hatuko pamoja. Kumbukumbu la Torati 10:17. 1, 2, 3. Tunafuta, tunaanza mwanzo. 1, 2, 3. Tunafuta. Tuongeze sauti. 1, 2, 3. Yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali. Kwa hiyo matajiri hapa kazi wanayo. Bwana asifiwe. Maana mmoja akasema kwamba jamani, na mimi huu upako kina Paulo, huu upako naomba na mimi niuzie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu wetu ni Mungu mkuu, yuko juu ya miungu, na ndio maana alimhukumu Farao na miungu yake. Alimpiga Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mapigo yale 10, na kila pigo likawa linazidi kuhukumu kila Mungu. Bwana asifiwe. Anasema Mungu wetu yuko juu sana. Yeye ndiye ambaye aliwapigania hata wakavuka bahari ya Shamu wakiwa salama. Yeye ndiye ambaye akawazamisha majeshi ya Farao. Utasikia ile mwimbaji anasema, wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo tunaishi katika hii jamii, tunaishi katika maisha ambayo Mungu anayemiliki, Mungu wa nuru. Mungu wetu ni Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo piga picha maisha ya kwako, angalia mwenendo wako, angalia maisha, angalia standard ya maisha ya kwako, ni maisha ambayo yanamlingana Bwana? Kama ni maisha yasiyomlingana Bwana, huu ni wakati wa kutengenezwa. Usiseme kwamba sijafanikiwa. Unaitumikia madhabahu ambayo ina utajiri, unaitumikia madhabahu ya Mungu aliye juu ya miungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo likitajwa jina Mungu, hakuna miungu yoyote inayoinuka, inakanyoga yote chini. Bwana Yesu asifiwe. Likitajwa anasema akampa jina lipitalo majina yote, ambalo kwa hilo jina kila goti linapigwa, la vitu vya mbinguni, vya duniani na chini ya ardhi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayapo tena majini, hakuna tena wasoma nyota, hakuna tena waganga, wote wako chini. Kwa nini? Maana Mungu wetu ni Mungu ambaye yuko juu sana, anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika Luka 12 ule mstari wa 7. Luka 12, Injili ya Luka 12:7. Injili ya Luka 12:7. Anasema, lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Bwana asifiwe. Hivi mtu ambaye
Mungu ambaye anahesabu nywele za wanadamu wote. Huyo ni Mungu kucheza naye kweli? Bwana Yesu asifiwe. Yaani ambaye hata wewe tu mwenye hicho kichwa, wewe tu mwenye hizo nywele, haujawahi kujua idadi yake. Lakini yeye anasema kwamba hata hesabu za nywele za vichwa vyetu. Kwa mfano hapa tuko labda watu 100 au tuko 60 au tuko 80, nywele zetu anajua idadi yake. Hivi unaanzaje kucheza na huyu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Unaanzaje kumwacha huyu Mungu ambaye anajua? Anamwambia Yeremia kwamba kabla mimba haijatungwa mimi nilishakutambua. Unaanzaje kumwacha huyu Mungu ambaye anajua mwisho wa maisha yetu kabla ya mwanzo? Unaanzaje kumkatia tamaa huyu Mungu ambaye anayajua maisha yako kabla hata haujazaliwa? Unaanzaje kumkatia tamaa? Yesu akasema kuna vitu haviwezekani ila kwa kufunga na kuomba. Mahali pengine anasema mwambie Bwana niongezee nini? Imani. Anasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, anasema kule. Lakini pia mahali pengine anasema ni kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani. Ndani ya kongamano hili tumwambie Bwana tuongezee nini? Imani, ili tukuamini Mungu wetu uliye mkuu sana, ili tukuamini Mungu wetu ambaye vitu vyote vinasujudu mbele zako, vinapiga magoti mbele zako. Hiki ni kitu muhimu sana kujua kwamba ndiye ambaye anaipaisha madhabahu ya nuru, ndiye ambaye anaumiliki madhabahu ya nuru, yuko juu sana. Yaani kuna mtu hawezi kufanya maendeleo kwa sababu anamwogopa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kuna mtu hafanyi vitu vizuri kwa sababu ana hofu ndani mwake, kwa sababu ana mashaka ndani yake, kwa sababu haamini ndani yake. Bwana asifiwe. Lazima imani zetu zipate kuimarika ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Lakini jambo la pili, sheria ya madhabahu na masharti ya madhabahu ya nuru ni rahisi kuliko sheria za madhabahu nyingine. Bwana asifiwe. Jambo ambalo linaipa madhabahu ya nuru nguvu na ushindi ni kwa sababu ya sheria ya madhabahu na masharti. Sheria ya madhabahu na masharti ya madhabahu ya nuru ni rahisi kuliko zote. Sheria ya Mungu wetu ni rahisi. Ni rahisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi anachotupa, anatuambia kwa habari ya imani, anatuambia kwa habari ya kumfuata. Hivi nako kumfuata kuna shida? Bwana Yesu asifiwe. Kumfuata nako kuna shida? Alikuwa anawaambia tu Luka nifuate, Mathayo nifuate, Bartholomayo nifuate. Bwana asifiwe. Nifuate, Petro nifuate. Acha kujiuliza sasa mbona nitunguia? Nimesema nifuate. Bwana asifiwe. Hiyo nayo ni ngumu. Sasa sheria za wengine, sheria za madhabahu nyingine ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu ni ngumu kweli. Umenunua kitanda kizuri, nenda kalale chooni. Hiyo sheria ya kishamba kabisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sheria za Mungu wetu ni nyepesi. Yaani wewe huko Dodoma, nenda kaoge bahari. Bahari iko wapi hapa? Hapa tuna bahari sisi hapa. Bwana asifiwe. Ni sheria ngumu. Huko kwingine anasema toa shilingi milioni 5 ili ufunguliwe. Alafu Bwana Yesu anakufungua, anasema ukiamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaanzaje kumwacha huyu Yesu? Unaanzaje kuidharau hii madhabahu ya nuru? Unaanzaje kumdharau huyu Mungu ambaye sheria zake ni simple? Ukikubali na kutii, ni hilo ndio lina shida. Yaani kubali na kutii. Bwana asifiwe. Hilo nalo lina shida. Kwa hiyo Mungu wetu ni tajiri. Mungu wetu ana mafanikio. Na mimi nakwambia hivi, kwa mtu ambaye unatembea katika imani, kwa wewe ambaye upo katika imani, 2025 ujiandae kuinuliwa juu sana. Bwana asifiwe. Jiandae kumiliki sana na kutawala. Kwa nini? Kwa sababu wewe unamtumikia Mungu aliye hai. Hautumikii miungu, unamtumikia Mungu
Mungu aliye hai ambaye anasema kwamba yeye anawachukua wanyonge chini, anawaketisha mahali pa juu. Yeye anatia magoti nguvu, magoti yaliyolegea anakutia nguvu. Sasa hivi unafikiri huu ni wakati wa kulialia? Sio wakati wa kulialia, ni wakati wa kusimama. Twende. Bwana asifiwe. Na unapojiona leo wewe sio wa kesho, ni mtu mwingine kabisa. Pastor Win, wewe unavyojiona leo ni mtu mwingine kabisa. Hata ufalme wa giza unajua hilo, kwamba wewe ni mtu mwingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kutumikia ufalme wa Mungu aliye hai ambaye anatawala. Haleluya. Haleluya. Ebrania 4:14. Ebrania 4:14 tusome hapo. Ebrania 4:14. Ebrania 4:14. Anasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Yesu anataka tufanye nini? Yesu anataka tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka ungamo. Anataka tukiri mbele ya wanadamu, tukiri mbele yake. Bwana asifiwe. Tukiri mbele za watu, tukiri mbele ya Mungu. Anataka tupate kutubu. Bwana asifiwe. Na ndio maana mahali pengine anasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kuwezeshwa na neema ambayo itatusaidia sana, hiyo neema, wakati wa mahitaji ya kwetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapotia ujasiri ndani yetu, tunasogea katika kiti cha neema kwa ujasiri. Mungu, ni kweli sifai, lakini nakuja mbele zako kwa ujasiri. Halafu omba toba na rehema mbele za Bwana, ili upate nini? Neema. Ili upate rehema, upate msamaha, halafu upate na kupendelewa, upate kustahilishwa, ambapo huko kustahilishwa kutakusaidia sana wakati wa mahitaji yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati wa mahitaji, wengine watakuwa wanalia, wewe unasema, Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Kwa nini? Kwa sababu wewe ameshatenda. Haleluya. Maana ameshatenda tayari. Unaachaje kumshukuru? Anasema, ingieni nywani mwake kwa kuimba. Utakuwa unaimba tu, amenitendea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huu wimbo kama hujatendewa, ambao hajatendewa tu, wangapi hawajatendewa? Wangapi hawajatendewa? Hebu imba kidogo. Amenitendea. 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 Nani? Washindi watakuwa wanaimba huu wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Washindi watakuwa wanaimba huu wimbo kwa sababu wametendewa. Watasema tu, nasema asante, Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Iwe hivyo. Ongeza makofi kwa Yesu wetu mshindi. Haleluya. Bwana asifiwe. Utasema, ukiangalia hata kama kuna maadui walikuwa
kuchukua na kufuata, utasema wamezama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Uinuliwe Yesu, wewe mwema. Uinuliwe, uinuliwe Yesu, wewe mwema. Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mwenye nini katika utakatifu? Mwenye nini? Mwenye nini katika utakatifu? Bwana asifiwe. Ongeza tena kelele za mshindi Yesu. Ongeza tena kelele kwa mshindi Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko katika sababu ya pili. Sheria zake ni? Sheria zake ni? Sheria zake ni nyepesi. Anasema katika Injili ya Mathayo 11:29 na 30. Mathayo 11:29 na 30. Anazungumza maneno haya. 29 na 30, Mathayo 11. Anasema, jitie nira yangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Haleluya. Anasema jitieni nira, mjifungamanishe na mimi, muambatane na mimi, maana nira yangu ni laini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyingine kwa nini madhabahu ya nuru ina nguvu kuliko madhabahu zote. Sababu ya tatu, kuhani wa madhabahu ni bora kuliko makuhani wote. Kuhani wa madhabahu ya nuru ni bora na ni mkuu kuliko madhabahu zote. Bwana asifiwe. Ebrania 4:14 hadi 16. Ebrania 4:14 hadi 16. Ebrania 4:14-16. Anasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuhani wa madhabahu ya nuru ni bora na ni mkuu kuliko makuhani wote. Bwana asifiwe. Yeye ni mkuu kuliko baba wa imani wa kina Ibrahimu. Yeye ni mkuu kuliko akina Musa. Yeye ni mkuu kuliko akina Samueli. Bwana asifiwe. Yeye ni mkuu kuliko wale waamuzi, kuliko wakina Samsoni, kuliko wakina Debora, kuliko wakina Baraka. Yeye ni mkuu. Yeye ni mkuu. Na ndio maana hawakuweza bado. Ni mkuu kuliko mfalme Daudi, maana bado alitenda dhambi. Bwana asifiwe. Halafu anasema yeye ndiye ambaye anatusaidia katika madhaifu. Maana katika yote alijaribiwa, lakini hakutenda dhambi. Hiyo ndio sababu ambayo inampa Yesu sifa ya kuwa kuhani mkuu. Alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Makuhani wengine walijaribiwa wakatenda dhambi, walikuwa na udhaifu. Bwana asifiwe. Lakini Yesu Kristo, yeye ni kuhani mkuu ambaye hakufanya dhambi. Hata alipojaribiwa hakutenda dhambi. Na ndiyo inampa sifa, inampa tiketi ya kuitwa yeye ni kuhani. Ukuhani wake ni bora, ukuhani wake ni mkuu, hauna mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Hauna madhaifu, maana aliweza. Tena ukuhani wake una sifa zifuatazo: ni wa milele.
sifa ya pili ya ukuhani wake, hana dhambi. Bwana asifiwe, ni mtakatifu. Lakini sifa ya tatu ya ukuhani wake, amekamilika. Amekamilika. Bwana asifiwe. Unamwachaje kuhani mzuri aliyekamilika kama huyu? Maana makuhani wa dunia watakupoteza. Bwana asifiwe. Kuna siku atakasirika, kuna siku atakutukana, lakini yeye hatendi dhambi. Yeye amekamilika. Lakini pia ni wa kiapo. Ni wa kiapo, si wa sheria, ni wa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hahitaji kutoa dhabihu kila mara. Hahitaji kutoa dhabihu kila mara. Aliingia patakatifu mara moja tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Makuhani wengine ni waongo, sema waongo. Makuhani wengine ni waongo, sema waongo. Watasema kwamba leta kondoo mweusi. Yaani leo umepeleka kondoo mweusi, kesho unapeleka mweupe, kesho kutwa leta milioni 1, kesho kutwa leta milioni 5. Ni waongo. Bwana asifiwe. Lakini yeye kuhani huyu hahitaji kutoa dhabihu mara kwa mara. Alitoa dhabihu yake mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwachaje kuhani mzuri namna hii? Unaachaje kuitumikia hii madhabahu na kuiamini madhabahu ya Mungu aliye hai? Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Soma tena, nenda mbele kidogo, sura ya 7. Hiyo Ebrania sura ya 7 22-28. Ebrania 7. Sura ya 7, nenda mbele kidogo, mstari wa 22. Anasema Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Kwa mauti ilikuwa inawasumbua, lakini huyu ameshinda kifo mauti. Bwana asifiwe. Mstari wa 24. Bali yeye kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku, mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Bwana asifiwe. Maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata malizia. Nyinyi amsomi, tutafanya mbadilishano, utakuja huko na nitakuja huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sema fungua Ebrania. Toe serious. Amen. Au haona Biblia? Au ni wale? Mwambie jirani yako, wewe ni wale vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuhani wetu ni bora kuliko makuhani wengine wote, na sifa zake tumeziona. Na sababu ya 4 na ya mwisho kwangu, unaweza ukaongeza za kwako. Bwana asifiwe. Sadaka ya madhabahu ya nuru ni bora kuliko sadaka zote. Sadaka ya madhabahu ya nuru ni bora kuliko sadaka zote. Bado tupo katika Ebrania hiyo sura ya 9:11. Ebrania 9:11. Ebrania 9:11. Anasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi,
isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu patakatifu, katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sadaka katika madhabahu ya nuru, sadaka yake ni bora kuliko sadaka zote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma katika Ufunuo anasema kwamba kwa damu yake aliwanunua watu wote. Wokovu sasa si kwa Israeli tu, si kwa Yahudi tu, bali hata kwa mataifa, hata Gentiles, kwa watu wa mataifa wokovu muwafikia, sio tu kwa Wayahudi. Anasema ile damu iliwanunua watu wa kabila zote, wa lugha zote, wa jamaa zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumenunuliwa na damu ya Yesu Kristo, sadaka ambayo ni bora, ambayo ilitolewa mara moja tu patakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hatuna mashaka, tuna uhakika na hiyo sadaka, na ndiyo maana inafanya madhabahu ya nuru ina nguvu kuliko madhabahu za ufalme wa giza. Hata kama wametambika katika miungu ya kwao, hata kama wamepeleka na damu za mbuzi, mwambie kwamba huko zilipendwa, tulishapita. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wao bado wako zamani sana, sisi tumeshawaacha. Bado wanapeleka sadaka ya nini? Ya mbuzi. Bado wanapeleka damu ya kondoo. Bado wanapeleka damu ya njiwa mweupe. Sisi huko tulishapita. Sema tumepita. Bwana Yesu asifiwe. Sema tumepita. Tunayo damu ya Yesu. Haleluya. Tunayo damu ya Yesu. Haleluya. Tunayo damu ya Yesu ambayo imetununua, imetupa thamani, imetupa baraka, imetupa neema, imetuweka mahali ambapo hatukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba usimame. Simame tufanye zoezi kidogo alafu tumalize. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni neema yako Mwokozi.
wengine wamekata tamaa, wengine imechukuliwa kabisa, iko mateka. Kuna madhabahu nyingine inayotumikisha. Jioni leo natamani twende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Omba toba. Inawezekana moyo wako kwa kujua ama kutokujua uliingia katika madhabahu nyingine au umetekwa katika madhabahu nyingine. Wengine kuna madhabahu mali, kuna madhabahu pesa, kuna madhabahu simu, kuna madhabahu kazi, kuna madhabahu mke, kuna madhabahu mume. Yaani chochote ambacho kimekamata moyo wako nafasi ya kwanza na Mungu ameweka nyuma ni madhabahu unaiabudu. Bwana asifiwe. Wengine kuna madhabahu za ufalme wa giza zinawatumikisha, kuna roho zinawatesa. Yawezekana sio wewe, ni familia. Yawezekana sio wewe, ni mume wako au mke wako au ndugu zako, rafiki zako, jamaa zako. Hebu tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kupata kuomba toba. Ukisikia umechoka, unaweza ukakaa kwenye kiti, unaweza ukasimama, whatever. Lakini natamani tupazie kelele zetu Mungu katikati ya majira haya. Tutaimba beti chache, tenzi ya 10. Hatimaye tutakwenda mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru
nisiyestahili, mimi nisiyestahili, naomba unisamehe, naomba unisamehe dhambi zangu, nimekukosa kwa kunena kwangu, kwa kutenda kwangu. Kuna madhabahu nyingine isiyo ya nuru imenivamia, imevamia familia yangu, imevamia kanisa, imevamia nchi yangu, imevamia kanisa langu, imevamia familia. Kwa jina la Yesu, madhabahu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu, ninakuomba kwa ile damu yako ya msalaba, ile sadaka yako iliyotununua, naomba Bwana, ninunue tena kwa upya, nunua tena kwa upya, nunua familia yangu kwa upya, kwa jina la Yesu. Ninaiungamanisha familia yangu na sadaka ya damu yako ya ukombozi, mahali popote ulipoonewa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naiambatanisha nafsi yangu na sadaka yako ya damu ya Yesu. Kamata nafsi yangu, 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 ya mume wangu, ya mke wangu, ya watoto wangu, ya familia yangu, ya nchi yangu, kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sadaka ya damu yako ninaiachilia, ninaiachilia, ninaiachilia hata kwenye kazi za mikono yangu, komboa uchumi wangu. Kwa hiyo kafara ya damu yako, komboa kazi yangu, komboa ndoa yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba toba mbele za Bwana, omba toba mbele za Bwana, omba toba mbele za Bwana. Inawezekana kuna siku walifanya makosa kwenye madhabahu. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Mwambie Bwana, ninaomba toba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, naomba toba. Anasema tukiendee kiti cha neema kwa ujasiri, naye anatusamehe, naye anatupa rehema. Uwe na uhakika na Mungu unayemwendea katikati ya jioni ya leo kwamba anakusikia, na unapoomba anasikia, unapoomba anatenda, unapoomba anajibu, unapoomba anafanya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba tu, omba tu, omba tu, omba tu, omba kwenye eneo la madhabahu, omba kwenye eneo la madhabahu. Anasema miili yenu ni hekalu takatifu. Inawezekana miili yetu imekuwa mawakala, imetumika vibaya, vinywa vyetu vimenena vibaya. Omba toba mbele za Bwana, omba toba kwa ajili ya madhabahu ya moyo wako. Mwambie Bwana tu unirehemu. Yeyote ambaye utasikia mzigo, umpeleke mbele za Bwana. Hasa utaje jina, peleke mbele za Bwana. Yamkini familia yako, yamkini watoto wako, wapeleke mbele za Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu.
shakaria paka shandoropokoya riandaria paka shakarabakoya shandoroboseke shaka riabakarabasaya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza kasi ya kuomba. Unaweza ukasimama tu tembea, unaweza tu ukasimama tembea. Karapashata riandaria paka riandoroboko shekete shakarabakoya shandorobokose shekete rosaya riandaria paka. Wengine wanazao zimechafuliwa na ufalme wa giza, zimechafuliwa na ufalme wa giza. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, iitwe damu ya Yesu, iitwe damu ya Yesu, kafara ya damu ya Yesu, kafara ya damu ya Yesu, sadaka ya damu ya Yesu, sadaka ya damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninasimama kinyume, ninasimama kinyume, ninasimama kinyume na huyo Mungu wa madhabahu, na huyo Mungu wa madhabahu, na huyo Mungu wa madhabahu. Ninasimama kinyume na huyo Mungu wa madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haribu hizo madhabahu, haribu hizo madhabahu, haribu hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Haribu hizo madhabahu, pona hizo madhabahu, haribu hizo madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Ee kuhani wa hiyo madhabahu, ninakupiga kwa jina la Yesu, ninakupiga kwa jina la Yesu. Ee kuhani wa hiyo madhabahu, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto. Itia moto, itia moto, itia moto, itia moto, itia moto kwenye hiyo madhabahu, itia moto kwenye hiyo madhabahu. Na mkuu wa madhabahu, na wewe mkuu wa madhabahu, piga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angusha, 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 usijihurumie, angusha, usijihurumie, angusha. Shetani hana mchezo, wewe unamchezea shetani. Hana mchezo kwa ajili yako. Kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni kuadhibu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikia, sikia Ezekieli 21:27, Ezekieli 21:27. Nitakipindua, 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 hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Tunasoma tena Ezekieli 21:27. Nitakipindua, 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 hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Bwana asifiwe. Anaposema nitakipindua, inamaanisha kuna kitu ambacho yule mkuu wa madhabahu, yule kuhani wa madhabahu anakuwa amekikalia. Anakuwa na control tabia za watoto wako, anakuwa na control mwenendo mbaya. Kuna tabia hauitaki lakini bado imekukamata. Anasema nitakipindua, nitakipindua. Bwana asifiwe. Nenda kapindue hicho kiti cha kuhani aliyekamata, aliyekalia hicho kiti cha kuhani. Pindua. Bwana asifiwe. Pindua, pindua katika jina la Yesu. Na wewe ukiwa kuhani katika Kristo Yesu, unakikalia hicho kiti na mafanikio yako yakaonekane. Pindua kwa damu ya Yesu, pindua kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye hicho kiti cha huyo kuhani wa madhabahu za giza, waliyekalia biashara zetu, waliyekalia ndoa zetu, waliyekalia watoto wetu. Tunamimina damu ya Yesu, tunamimina damu ya Yesu kwenye hicho kiti cha huyo kuhani, kwenye hicho kiti cha huyo kuhani. Tunapindua, 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 tunapindua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hicho kiti cha huyo kuhani wa giza, hicho
tunamiliki agano. Tuko hapa Baba, tuko hapa Baba. Tumechoka kukaa Misri, tumechoka kukaa jangwani. Tunahitaji kutoka, tunahitaji hatua, tunahitaji hatua. Baba, tunamiliki agano. Yesu, tunamiliki agano. Ingilia kati Bwana, tuya yale mambo tumeshindwa, yale mambo yameshindikana. Yesu, tunamiliki agano. Yesu, tunamiliki agano. Watoto wetu, ingilia raposekete, inarabosaka, yapasakata, raposekete. Damu yako Yesu, damu yako ya thamani, damu yako ya thamani. Ingilie kati, ingilie kati, ipigane upande wetu, ipambane upande wetu, ipigane na makuhani, ipigane na makuhani, makuhani wa madhabahu za giza, makuhani wa madhabahu za giza. Ipambane, ipambane, tunawapambanisha na Yuda, tunawapambanisha na Yuda, hawa makuhani wa madhabahu za giza, tunawapambanisha na damu ya Yesu, tunawapambanisha na damu ya Yesu. Wapigwe, wapigwe, wapigwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waharibiwe, waharibiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeremia 29 mstari wa 7. Yeremia 29 mstari wa 7 anasema, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Yeremia 29:7. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Nabii Yeremia anapewa hili neno kwa habari ya kutakia Yerusalemu amani. Bwana asifiwe. Kumbe vinywa vyetu vinaweza vikakiri na kitu kikatokea. Dunia iliumbwa, Mungu aliumba akatamka iwe na ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ni kuhani katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ukiwa kuhani, tamka amani. Tamka amani kwako binafsi. Kama amani ilikuwa haipo ndani ya moyo, tamka amani. Bwana asifiwe. Katika familia, tamka amani. Katika ndoa, tamka amani. Yamkini ndoa ina changamoto, usilie huku ukiwa hauna cha kuzungumza. Lia mbele za Mungu, tamka amani. Bwana asifiwe. Tamka amani kwa ajili ya mahali unakoishi. Yamkini kuna mambo ya hovyo, kuna mambo ya ajabu ambayo yanatendeka katika huo mji, lakini Mungu akiangalia na kuona wewe ni kuhani wake, upo katika huo mji. Tamka amani kwa ajili ya huo mji. Mwambie Bwana apate kuonekana. Tamka amani kwa ajili ya Dodoma. Tamka amani kwa ajili ya Tanzania. Tamka amani kwa ajili ya watoto wako. Tamka amani kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya chochote ambacho unakifanya. Tamka amani kwa habari ya huduma. Paulo akasema kwamba kuna mlango mkubwa ambao umefunguliwa, lakini wako wengi wanipingao. Bwana asifiwe. Inawezekana unafanya, lakini nani anataka ufanye cha Mungu? Madhabahu ya giza isingependa kuona cha Mungu kinasimama. Bwana asifiwe. Tamka amani katika jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, utasema amani yangu nawapa, amani yangu na wachieni, ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu hauna amani, ulimwengu hauna amani, ulimwengu hauna amani, lakini kwako kuna amani, lakini kwako kuna amani ya kweli, lakini kwako kuna amani. Ni katika jina la Yesu. Kwa shetani hakuna amani, lakini kwako kuna amani. Yesu, inawezekana kabisa ziko nafsi ambazo zimekosa amani, zimekosa matumaini. Bwana, wape tumaini jipya, wape tumaini jipya, maana wewe ni wa huruma, maana wewe ni wa upendo, maana wewe ni wa upendo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wewe ni wa upendo. Bwana, tupe amani yako. Bwana, achilia amani yako. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Tunahitaji amani yako, tunahitaji amani yako, amani yako, amani yako, amani yako. Jaza amani kwenye moyo huo, jaza amani kwenye madhabahu, kwenye vilindi vya moyo huo, kwenye vilindi vya moyo huo, kwa jina la Yesu, kwenye vilindi vya moyo, kwa damu ya Yesu. Tunatamka amani, tunatamka amani. Yeyote ambaye hajatamkiwa amani,
aliyetamkiwa udhaifu, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikia, sikia Ezekieli 21:27. Ezekieli 21:27. Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Tunasoma tena Ezekieli 21:27. Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Bwana asifiwe. Anaposema nitakipindua, inamaanisha kuna kitu ambacho yule mkuu wa madhabahu, yule kuhani wa madhabahu anakuwa amekikalia, anakuwa na control tabia za watoto wako, anakuwa na control mwenendo mbaya. Kuna tabia hauitaki lakini bado imekukamata. Anasema nitakipindua, nitakipindua. Bwana asifiwe. Nenda kapindue hicho kiti cha kuhani aliyekamata, aliyekalia hicho kiti cha kuhani. Pindua. Bwana asifiwe. Pindua, pindua katika jina la Yesu. Na wewe ukiwa kuhani katika Kristo Yesu, unakikalia hicho kiti na mafanikio yako yakaonekane. Pindua kwa damu ya Yesu, pindua kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye hicho kiti cha huyo kuhani wa madhabahu za giza, waliyekalia biashara zetu, waliyekalia ndoa zetu, waliyekalia watoto wetu. Tunamimina damu ya Yesu, tunamimina damu ya Yesu kwenye hicho kiti cha huyo kuhani, kwenye hicho kiti cha huyo kuhani. Tunapindua, 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 tunapindua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hicho kiti cha huyo kuhani wa giza, hicho kiti cha huyo kuhani wa giza kilichowekwa kwenye biashara, kilichowekwa kwenye ndoa, kilichowekwa kwenye maisha yetu, tunakipindua, tunakipindua, tunakipindua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Umaskini hautakuwepo tena, madeni hayatakuwepo tena, kushindwa kutakuwepo tena, vifo vitakuwepo tena. Tunapindua hicho kiti cha kuhani kilichosimamia mauti kwenye familia zetu. Tunapindua hicho kiti cha kuhani kilichosimamia magonjwa kwenye familia zetu. Tunapindua hicho kiti cha kuhani kilichosimamia umaskini kwenye familia zetu. Tunapindua, 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 tunapindua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa hayatakuwepo tena, umaskini hautakuwepo tena, vifo havitakuwepo tena, kuachwa hakutakuwepo tena. Raposekete, reposekete, rebosaka, rapasakata. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inaingilia kati, inaingilia kati, inapindua, inapindua. Tunapindua na ajenda zao, tunapindua na maana zao, tunapindua na magonjwa yao, tunapindua na umaskini wao, tunapindua na nguvu zao, tunapindua na mawazo yao, tunapindua na ila zao. Pindua kila ajenda walizonazo juu yako. Pindua mpendwa, pindua mpendwa. Omba, omba, omba mpendwa, usichoke. Pindua hata vikao vyao, pindua hata ajenda walizonazo juu yako. Tunapindua, tunapindua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapindua mawazo yao, tunapindua ajenda zao, tunapindua mipango yao, tunapindua nguvu zao, tunapindua uganga wao, tunapindua ushirikina wao. Tunageuza kwa jina la Yesu. Magonjwa waliyotuma kwetu yageuke yarudi kwao, yageuke yarudi kwao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Umaskini waliotuma kwetu tunaugeuza kwa jina la Yesu. Ugeuke urudi kwao, ugeuke urudi kwao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Laana walizozituma kwetu, laana walizozituma kwetu tunazigeuza kwa jina la Yesu, tunazigeuza kwa jina la Yesu. Zigeuke zirudi kwao, zigeuke ziende kwao, zigeuke ziwarudie wao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, neno lako linasema Waebrania 7:22 umefanyika kwa mdhamini
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeremia 29 mstari wa 7. Yeremia 29 mstari wa 7 anasema, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Yeremia 29:7. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Nabii Yeremia anapewa hili neno kwa habari ya kutakia Yerusalemu amani. Bwana asifiwe. Kumbe vinywa vyetu vinaweza vikakiri na kitu kikatokea. Dunia iliumbwa, Mungu aliumba akatamka iwe na ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ni kuhani katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ukiwa kuhani, tamka amani. Tamka amani kwako binafsi. Kama amani ilikuwa haipo ndani ya moyo, tamka amani. Bwana asifiwe. Katika familia, tamka amani. Katika ndoa, tamka amani. Yamkini ndoa ina changamoto, usilie huku ukiwa hauna cha kuzungumza. Lia mbele za Mungu, tamka amani. Bwana asifiwe. Tamka amani kwa ajili ya mahali unakoishi. Yamkini kuna mambo ya hovyo, kuna mambo ya ajabu ambayo yanatendeka katika huo mji, lakini Mungu akiangalia na kuona wewe ni kuhani wake, upo katika huo mji. Tamka amani kwa ajili ya huo mji. Mwambie Bwana apate kuonekana. Tamka amani kwa ajili ya Dodoma. Tamka amani kwa ajili ya Tanzania. Tamka amani kwa ajili ya watoto wako. Tamka amani kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya chochote ambacho unakifanya. Tamka amani kwa habari ya huduma. Paulo akasema kwamba kuna mlango mkubwa ambao umefunguliwa, lakini wako wengi wanipingao. Bwana asifiwe. Inawezekana unafanya, lakini nani anataka ufanye cha Mungu? Madhabahu ya giza isingependa kuona cha Mungu kinasimama. Bwana asifiwe. Tamka amani katika jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, utasema amani yangu nawapa, amani yangu na wachieni, ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu hauna amani, ulimwengu hauna amani, ulimwengu hauna amani, lakini kwako kuna amani, lakini kwako kuna amani ya kweli, lakini kwako kuna amani. Ni katika jina la Yesu. Kwa shetani hakuna amani, lakini kwako kuna amani. Yesu, inawezekana kabisa ziko nafsi ambazo zimekosa amani, zimekosa matumaini. Bwana, wape tumaini jipya, wape tumaini jipya, maana wewe ni wa huruma, maana wewe ni wa upendo, maana wewe ni wa upendo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wewe ni wa upendo. Bwana, tupe amani yako. Bwana, achilia amani yako. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Tunahitaji amani yako, tunahitaji amani yako, amani yako, amani yako, amani yako. Jaza amani kwenye moyo huo, jaza amani kwenye madhabahu, kwenye vilindi vya moyo huo, kwenye vilindi vya moyo huo, kwa jina la Yesu, kwenye vilindi vya moyo, kwa damu ya Yesu. Tunatamka amani, tunatamka amani. Yeyote ambaye hajatamkiwa amani, tunaitamka amani. Aliyetamkiwa kifo, tunatamka amani. Aliyetamkiwa hasara, tunatamka amani. Tunatamka faida kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetamkiwa mauti, tunatamka kuishi, tunatamka uzima kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mahali popote palipotamkiwa ukiwa, tunatamka utajiri, tunatamka utoshelevu, tunatamka utoshelevu. Rakashata rianda yapata, tunatamka utoshelevu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetamkiwa udhaifu, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, kwa jina la 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 Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, rakaka, rapaka saka, sheketelebosaya, shanga rabatoria,
shambani, tamka kule shambani, tamka kwenye mifugo yako, tamka kule ulikowekeza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali popote wametamka hasara, nasi tunatamka faida, nasi tunatamka faida, nasi tunatamka faida, nasi tunatamka faida. Rapaka sheperebos, sheperebos, sheperebos. Tunatamka faida kwa jina la Yesu, tunatamka faida, tunatamka amani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka faida, ninatamka amani, amani iwe juu yako. Rapashaka rianda riapaka rianda ropoko shekete shekete sarabako shandarabakoria shandarabakoria. Kama umekaa naomba usimame kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Tamka amani kwa jina la Yesu. Tamka, 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 tamka kwa kumaanisha. Ipo nguvu katika kinywa chako, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amani itawale kwenye malango haya kwa jina la Yesu. Malango ya Chinyoya tunatamka amani kwa jina la Yesu, tunatamka amani, tunatamka amani kwenye mji wa Dodoma, tunatamka amani kwa jina la Yesu, na viunga vyake tunatamka amani. Roho za mauaji tunazikataa, tunazikataa, tunalikabisi bunge ile jengo, tunalikamata kwa jina la Yesu. Tunatamka amani kule Ikulu, tunatamka amani kwa jina la Yesu. Ofisi zote za kiserikali za vyama tunatamka amani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Dodoma na viunga vyake, pokea amani ya Bwana, pokea amani ya Bwana. Tunaiamuru hiyo amani mahali popote ilipofichwa, tunaiamuru hiyo amani ikapate kurejea. Roho za ukabaji zikakome, roho za umalaya zikakome, roho za uzinzi zikakome, roho za uchawi zikakome, roho za ulevi zikakome kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Karabo sharabasa. Usiache kujungamanisha na madhabahu ya mbinguni, usiache kujungamanisha. Omba tuupungue, Bwana ongezeke katika kila kona. Kwenye huduma yako Bwana ongezeke, katika kila elimu Bwana ongezeke, elimu ya watoto wako Bwana ongezeke, hekima kwenye ndoa, amani kwenye ndoa Bwana apate kuongezeka. Ni katika jina la Yesu, ni kwa damu ya Yesu. Riapaka shatarabos. Uongezeke, Yesu.
umetupigania, maana umetutetea. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kutufundisha, asante kutuhudumia, na kwa ajili ya maombi. Mungu, tunaamini kwamba umetutendea yale tumeomba katika jina la Yesu. Shangilia Bwana Yesu, sio mchungaji.